Baadhi ya viongozi wa vyama vya ushirika vinavyosimamia mazao ya korosho, mbaazi na ufuta mikoa ya Kusini wamepinga vikali kauli za baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa kukosoa mfumo wa uuzaji wa mazao hayo wa stakabadhi ghalani na kusema kuwa unawanyonya wakulima. Wakizungumza na vyombo vya habari mkoani Mtwara, wenyeviti wa vyama vikuu vya ushirika TANECU, MAMCU na TAMCU wamesema wao kama viongozi na wakulima wamesikitishwa kuona baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wakitumia mikutano yao kupotosha wakulima badala ya kunadi sera zao muhimu. Viongozi hao wamebainisha baadhi ya faida za kutumia mfumo wa stakabadhi ghalani, ikiwa pamoja na kudhibiti uuzaji holela wa mazao, kuongeza ushindani wa masoko pamoja na kuimarisha bei za mazao. Sisi kama wakulima ambao tunalima korosho, ufuta pamoja na mbaazi, huwezi kututoa kwenye mifumo hii ya stakabadhi, kwa sababu tunajua kwenye stakabadhi ndiko kwenye ushindani. Haya mazao ambayo ambayo yanashindana, tulikotokea huko nje ya mfumo hamna zao ambalo liliuzwa zaidi ya shilingi 2000, halipo. Lakini tumeona tulivyoingia kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani, kila zao washindani, unaonekana ushindani kabisa, wanunuzi wanashindana kwa soko na tunapata wakulima bei iliyo nzuri. Kwa mfano, msimu uliopita ambao tumelala juzi na jana, huu msimu wa 24 25, tumeona tumefanya vizuri sana. 23 24 tumefanya vizuri sana kwenye zao la korosho. Tumepata bei mpaka shilingi 4195, bei ambayo hatujawahi kupata nje ya mfumo. Nje ya mfumo shilingi 2000 tulikuwa tunaitafuta kwa tochi. Sema kwamba mfumo huu hauleti tija, haumsaidii mkulima. Mimi sidhani kama kuna mkulima mwenye busara ambaye ameweka akili yake kwamba kilimo ndio uti wa mgongo anaweza kusapoti haya maneno. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba sana vyama hivi vya upinzani wasipotoshe wakulima na wasiwagombanishi na serikali yao. Kinachotakiwa, kama unakuja kuongea na wananchi, ni bora kutoa tu sera ili uweke mikakati kwamba kama utapata hiyo nafasi utawasaidia nini hawa wananchi katika kuwakwamua kimaisha, na sio kwenda kutengeneza migogoro isiyokuwa na sababu. Aidha, wamewakumbusha wakulima na wananchi kuwa makini na kauli za upotoshaji zinazotolewa na baadhi ya viongozi wa siasa, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Tunapenda kuwashauri na kuwakumbusha wakulima, sasa hivi ni muda ambao wanasiasa huwa wanajinadi na kuzungumza mambo ambayo hayana faida kwetu. Kimsingi tunatakiwa tuangalie ni nani alitutoa shimoni na nani ametuweka hapa. Ukiangalia katika miaka ya nyuma, kwa kumbukumbu zangu, wazazi wetu waliuza korosho katika mifumo ya holela shilingi 200, shilingi 700. Hatukuwahi kupata na mifumo mizuri kama hii ambayo sasa hivi ipo. Sambamba na hayo, wametumia nafasi hiyo kuwataka wakulima kutumia muda ulioongezwa kwenda kuhuisha kanzidata ili kila mkulima aweze kupata pembejeo kutokana na taarifa zake. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba wale wakulima ambao walikuwa hawajapata hii nafasi waende wakahuishe hizi kanzidata. Nia serikali ni njema, tunataka kumsaidia mkulima, kumpa pembejeo kutokana na anavyostahili. Na hiyo kauli ya kwamba wale wasiojiandikisha kwamba hawatapata pembejeo, naona nimeshalijibu kwamba kumetolewa muda wa ziada. Kwa hiyo kikubwa, ninyi kama waandishi wa habari, basi mtumie vyombo vyenu vya habari kuhamasisha umma kwamba wajitokeze kwenda kujihuisha kwenye kanzidata, kwa sababu nia ni kutaka kwamba kila mtu apate kile anachostahili. Mimi ni Rehema Mponda na hii ni Hello Media. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili mtu wa mwanzo kupata taarifa zetu.